Nini kilitokea Gethsemane? Mimi ni Askofu Mkuu Daktari Zacchaeus Mwangangi. Kichwa cha mahubiri ya leo: Gethsemane, mahali ambapo Yesu alisalimisha mapenzi yake kwa Baba. Maandiko makuu tutakayoyaona ni Mathayo 26 mstari wa 36 hadi 56 na Marko kifungu cha 14 mstari wa 32 hadi 52 na Luka 22 mstari wa 39 hadi 53 na Yohana 18 mstari wa kwanza hadi wa 11. Kauli kuu mpendwa, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mathayo 26 mstari wa 39. Na huu ndio utangulizi. Wapendwa katika Bwana, leo tunakwenda katika moja kwa moja kwa maneno yenye uchungu, siri na utukufu mkubwa katika safari ya Yesu kuelekea msalabani. Gethsemane. Gethsemane ilikuwa mahali ambapo Yesu alienda pamoja na wanafunzi wake baada ya karamu ya mwisho. Hapo ndipo tunamwona Yesu akiwa katika hali ya huzuni kuu. Hapo ndipo tunasikia kilio chake. Hapo ndipo tunamwona akiomba kwa bidii. Hapo ndipo tunamwona akipambana na uzito na kile kilichokuwa mbele yake. Hapo ndipo Yuda anafika na kundi la watu waliokuja kumkamata. Hapo ndipo Petro anachomoa upanga. Hapo ndipo Yesu anajisalimisha mwenyewe. Na zaidi ya yote, Gethsemane ilikuwa mahali ambapo Yesu alisema, si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Gethsemane inatufundisha kwamba kabla ya msalaba kulikuwa na maombi. Kabla ya taji la miiba kulikuwa na mashindano ya ndani. Kabla ya ushindi wa ufufuo kulikuwa na unyenyekevu wa Gethsemane. Alama ya kwanza, Yesu alifika Gethsemane akijua kinacho mgoja. Mathayo 26 mstari wa 36. Ndipo Yesu akafika pamoja nao mahali paitwapo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi, kaeni hapa hata nitakapoenda kule kuomba. Yesu hakufika Gethsemane bila kujua kinachomgoja. Alijua kwamba Yuda angekuja kumsaliti. Alijua kwamba angechukuliwa. Alijua kwamba angepelekwa mbele ya viongozi. Alijua kwamba angehukumiwa. Alijua kwamba angepigwa. Alijua kwamba angechezewa. Alijua kwamba angevikwa taji ya miiba. Angejua kwamba angepigiliwa misumari msalabani. Alijua kwamba angechukua mzigo wa dhambi za ulimwengu. Yesu alikuwa akijua, lakini bado alienda. Hii inatufundisha jambo kubwa. Ujasiri si kutokuwa na hofu. Ujasiri ni kumtii Mungu hata wakati unajua gharama ya utii. Yesu hakukimbia Gethsemane, aliingia umo. Alama ya pili, Yesu aliwaacha baadhi ya wanafunzi na kwenda kuomba.
Mathayo 26 mstari wa 37 hadi 38 inatuonyesha Yesu akiwachukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, kisha akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hebu tusimame hapa kidogo. Yesu alikuwa mwana wa Mungu, lakini katika ubinadamu wake alihisi huzuni kubwa sana. Hakuwa anajifanya kwamba maumivu hayapo, hakuyaficha. Alisema, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Hii inatufundisha kwamba kuwa na huzuni hakumaanishi kwamba umeacha kumwamini Mungu. Kulia hakumaanishi umeshindwa. Kuhisi uzito hakumaanishi una imani. Hata Yesu alipitia wakati wa huzuni kuu. Alama ya 3, Yesu alijitenga kidogo na wanafunzi. Mathayo 26 mstari wa 39. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifundifundi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Hapa ndipo tunapofikia moyo wa Getsemane. Yesu alisema, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, kikombe hiki kiniepuke. Hii haikuwa hofu ya kifo tu. Kikombe katika lugha ya Biblia mara nyingi kinahusishwa na sehemu ambayo mtu anakunywa, ikiwa ni pamoja na mateso na hukumu. Yesu alikuwa akielekea kubeba mzigo wa dhambi. Alikuwa akielekea msalabani. Alikuwa akielekea kutengwa katika mateso kwa ajili ya wokovu wetu. Na katika maombi yake tunasikia uzito wa gharama hiyo. Lakini Yesu hakumalizia hapo. Alisema, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Haya ndiyo maneno yanayobadilisha kila kitu. Alama ya 4, Getsemani ni mahali pa kusalimisha mapenzi. Watu wengi wanapenda sehemu ya baraka, lakini Getsemani inatufundisha kuhusu kujitoa. Yesu alisema, si kama nitakavyo mimi. Hii ndiyo roho ya utii. Wakati mwingine maombi yetu ni, Bwana, fanya ninachotaka. Lakini Getsemani inatufundisha, Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Kuna tofauti kubwa kati ya kumwomba Mungu atimize mapenzi yetu na kujitoa sisi wenyewe katika mapenzi ya Mungu. Yesu alichagua la pili. Alama ya 5, Yesu aliomba mara 3. Mathayo 26 inaonyesha kwamba Yesu alirudi kuwaombea wanafunzi, akawaacha tena na akaomba mara ya pili. Kisha akaomba tena. Hii inatufundisha kwamba maombi hayapaswi kukoma kwa sababu jibu alijaja mara moja. Wakati mwingine tunahitaji kuomba tena na tena na tena, si kwa sababu Mungu asikii, bali kwa sababu maombi yanatuweka katika utegemezi wa Mungu. Usikate tamaa kwa sababu jibu limechelewa. Endelea kuomba. Alama ya 6,
wanafunzi walilala. Hapa tunapata sehemu yenye huzuni. Yesu aliwaambia, kaeni hapa mkeshe pamoja nami, lakini walilala. Mathayo 26 mstari wa 40 inasema, Yesu alipowakuta wamelala, akawaambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami saa moja? Kisha akasema, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Hili ni fundisho kubwa kwa kanisa. Yesu alikuwa katika vita vya maombi. Wanafunzi walikuwa wamelala. Wakati mwingine tunalala mahali ambapo tunapaswa kuomba. Tunapolala kiroho, tunashindwa kuona hatari. Tunapolala kiroho, tunashindwa kutambua majaribu. Tunapolala kiroho, tunashindwa kuombea familia. Tunapolala kiroho, tunashindwa kuombea kanisa. Tunapolala kiroho, tunashindwa kusimama katika pengo. Yesu alisema, kesheni muombe. Alama ya 7, roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Haya ni maneno ambayo yanatueleza hali ya mwanadamu. Unaweza kutamani kumtumikia Mungu, lakini mwili ukawa dhaifu. Unaweza kutaka kuomba, lakini usingizi ukakushinda. Unaweza kutaka kufanya yaliyo mema, lakini ukakabili majaribu. Ndiyo maana hatupaswi kutegemea nguvu zetu. Tunahitaji Mungu, tunamhitaji Roho Mtakatifu, tunamhitaji neema, tunahitaji neno, tunahitaji maisha ya maombi. Alama ya 8, Yesu alipata nguvu katika maombi. Luka anatupa maelezo ya ziada muhimu. Luka 22 mstari wa 43. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu. Angalia mpendwa, Yesu aliomba, na katika maombi alitiwa nguvu. Mungu hakumwondolea safari, lakini alimpa nguvu ya kuikabili. Hii ni muhimu sana. Wakati mwingine tunaomba, Bwana uniondolee jambo hili, lakini Mungu anaweza kusema, nitakupa nguvu ya kulipitia. Si kila wakati Mungu ataondoa Gethsemane, lakini Mungu anaweza kukupa nguvu ya kuvuka Gethsemane. Alama ya 9, jasho la Yesu likawa kama matone ya damu. Luka 22 mstari wa 44 inasema, Yesu akiwa katika uchungu mkubwa zaidi, aliendelea kuomba. Jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Hii inatupa picha ya ukubwa wa huzuni na uchungu aliokuwa nao. Tunapaswa kuwa waangalifu hapa. Biblia haisemi kwamba Yesu alitokwa damu halisi kwa lazima. Inasema jasho lake lilikuwa kama matone ya damu. Lakini ujumbe ni wazi. Gethsemane haikuwa sala ya kawaida. Ilikuwa wakati wa uchungu mkubwa sana. Alama ya 10, Yesu hakukimbia kikombe. Hili ndilo jambo la kushangaza. Baada ya kuomba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke,
Yesu aliamka na kwenda kukutana na waliokuja kumkamata. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amesalimisha mapenzi yake kwa Baba. Getsemane ilimpa Yesu utayari wa kukabiliana na msalaba. Maombi hayakubadilisha kusudi la Mungu. Maombi yalimwandaa Yesu kulitimiza. Alama ya 11. Yuda alifika na kumsaliti Yesu. Mathayo 26 mstari wa 47. Yuda alifika akiwa na kundi la watu wenye mapanga na marungu. Alikuwa amekuja na ishara ya busu. Yuda akamkaribia Yesu na kusema, "Salamu Rabi," kisha akambusu. Hii ilikuwa ni usaliti wa karibu. Mtu aliyekuwa amekula pamoja na Yesu, mtu aliyekuwa amesafiri pamoja na Yesu, mtu aliyekuwa amesikia mafundisho yake, mtu aliyekuwa ameshuhudia miujiza, sasa alikuwa amekuja kumkabidhi. Alama ya 12. Si kila anayekuja karibu yuko pamoja na wewe. Getsemane inatufundisha jambo la kusitikisha kuhusu usaliti. Yuda alikuwa karibu na Yesu kimwili, lakini moyo wake ulikuwa umeondoka. Hili ni onyo kwetu. Unaweza kuwa karibu na kanisa lakini mbali na Kristo. Unaweza kuwa karibu na madhabahu lakini moyo wako uko mbali. Unaweza kujua nyimbo, unaweza kujua Biblia, unaweza kujua lugha ya kanisa, lakini swali ni, je, moyo wako uko wapi? Alama ya 13. Petro alichomoa upanga. Yohana 18 mstari wa 10. Petro alichomoa upanga na kumpiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Petro alikuwa tayari kupigana, lakini Yesu alimzuia. Yohana 18 mstari wa 11. Yesu akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako alani. Je, kikombe alichonipa Baba nisikunywe?" Hapa tunapata jambo kubwa. Yesu alikuwa ameamua, nitakunywa kikombe. Haleluya! Hakutaka ushindi kupitia upanga. Alitaka kutimiza mpango wa wokovu wa Mungu. Alama 14. Yesu alikataa kutumia nguvu za kibinadamu. Yesu alisema angeweza kumwomba Baba na kupata msaada wa malaika wengi, lakini hakufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kusudi. Yesu hakukosa nguvu za kujitetea. Alikuwa na nguvu, lakini alichagua utii. Hii ni tofauti kubwa. Wakati mwingine watu hufikiria kwamba mtu anayejinyenyekeza hana nguvu, lakini Yesu alionyesha kwamba nguvu kubwa ni uwezo wa kujizuia wakati una uwezo wa kulipiza. Alama ya 15. Yesu alimpokea msaliti, akakubali kukamatwa. Yesu angeweza kukimbia, lakini hakukimbia. Alijua kwamba saa yake ilikuwa imefika. Yohana 18 mstari wa 4 inasema, Yesu alijua yote yaliyokuwa yakimpata. Alitoka mbele yao na kuwauliza, "Munamtafuta nani?" Waliposema Yesu wa Nazareti, Yesu akasema, "Mimi ndiye." Hii inaonyesha kwamba Yesu hakuwa mwathirika asiye na uwezo. Alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu.
Alama ya 16. Gethsemane ilifungua njia ya msalaba. Gethsemane na Kalvari haviwezi kutenganishwa. Katika Gethsemane, Yesu alisema ndiyo kwa Baba. Katika Kalvari, Yesu alitimiza kile alichokubali. Gethsemane ilikuwa mahali pa uamuzi wa utii. Msalaba ukawa mahali pa kutimizwa kwa kazi hiyo. Ndiyo maana tunapaswa kuidhamini Gethsemane. Alama ya 17. Gethsemane inatufundisha kuomba wakati wa uchungu. Watu wengi wanapokuwa katika shida huacha maombi, lakini Yesu alifanya kinyume. Alipokuwa na huzuni aliomba, alipokuwa na uchungu aliomba, alipokuwa akikabili hatari aliomba, alipokuwa akikabili kifo aliomba. Kwa hiyo usikimbie Mungu kwa sababu unaumia. Kimbilia Mungu kwa sababu unaumia. Gethsemane inasema ukiwa na mzigo enda katika maombi. Alama ya 18. Gethsemane inatufundisha kusalimisha mapenzi. Kuna wakati maombi yako yanaweza kuwa, Bwana, sitaki jambo hili. Ni sawa kumwambia Mungu hisia zako. Yesu mwenyewe alisema, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini usiishie hapo. Malizia kama Yesu. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Hii ndiyo imani iliyokomaa. Alama ya 19. Gethsemane inatufundisha kuwa tayari kulipa gharama ya utii. Utii wa Yesu ulikuwa na gharama, na utii wetu pia unaweza kuwa na gharama. Kuna wakati kumtii Mungu kutatugharimu. Kutatugharimu marafiki, kutatugharimu umaarufu, kutatugharimu fedha, kutatugharimu nafasi, kutatugharimu mahusiano, kutatugharimu faraja, kutatugharimu wakati. Lakini kama Mungu amesema nifuate, tunapaswa kusema ndiyo Bwana. Alama ya 20. Gethsemane inatufundisha kuwasamehe wengine. Yesu alisalitiwa, Yesu alikamatwa, Yesu alidharauliwa, Yesu alipigwa, lakini baadaye msalabani akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Luka 23 mstari wa 34. Gethsemane inatufundisha kwamba hatupaswi kuruhusu usaliti utubadilishe kuwa watu wa chuki. Unaweza kuumia, unaweza kulia, unaweza kukataa uovu, lakini bado unaweza kumwachia Mungu kisasi. Alama 21. Gethsemane inatufundisha kuwaombea wengine. Yesu aliwaambia wanafunzi, kesheni muombe. Hakuwa akifikiria yeye mwenyewe tu, aliwajali. Na sisi tunapaswa kujifunza, usiombe tu, Mungu nisaidie. Omba pia, Mungu asaidie wengine. Ombea familia, ombea kanisa, ombea viongozi, ombea watoto, ombea vijana, ombea wale wanaokupinga, ombea taifa letu. Alama 22. Gethsemane ni darasa la uongozi. Viongozi wengi wanataka kuona watu wakifuatilia jukwaa, lakini Yesu alituonyesha kwamba uongozi wa kweli unaanzia kwenye magoti. Kabla ya
madhabahu kuna Gethsemane. Kabla ya huduma kubwa kuna maombi. Kabla ya maamuzi makubwa kuna maombi. Kabla ya ushindi mkubwa kuna kujisalimisha. Mchungaji anayejua Gethsemane hataongoza kwa kiburi. Atajua kwamba Bwana, bila wewe siwezi. Alama ya 23: Gethsemane na familia. Wazazi, kuna Gethsemane katika maisha ya familia. Kuna nyakati watoto wanapitia mambo ambayo huwezi kuyatatua kwa nguvu zako. Kuna nyakati ndoa inapitia changamoto. Kuna nyakati familia inakabiliwa na mahitaji. Usikate tamaa. Nenda Gethsemane, piga magoti, mwambie Mungu, Baba, hiki ndicho ninachotamani, lakini mapenzi yako yatimizwe. Alama namba 24: Gethsemane na huduma. Watumishi wa Mungu, huduma ina Gethsemane zake. Kuna siku utahubiri na watu hawataelewa. Kuna siku utatenda mema na utalipwa kwa mabaya. Kuna siku utakutana na usaliti. Kuna siku utaombewa vibaya. Kuna siku utachoka. Lakini usikimbie wito kwa sababu ya Gethsemane. Kumbuka Yesu aliingia Gethsemane. Aliomba, alitii na aliendelea mpaka msalabani. Na baada ya msalaba kulikuwa na ufufuo. Alama 25: baada ya Gethsemane kuna Kalvari, na baada ya Kalvari kuna ufufuo. Hii ndiyo habari njema. Gethsemane haikuwa mwisho. Msalaba haukuwa mwisho. Kaburi alikuwa mwisho. Ufufuo ulikuwa mbele. Kwa hiyo unapopitia Gethsemane yako leo, usifikiri Mungu amekuacha. Usifikiri hadithi yako imekwisha. Usifikiri maumivu ndiyo mwisho. Mungu bado anaweza kuwa anakuandaa kwa ushindi ambao hujawahi kuona. Mafundisho makuu ya Gethsemane. Jambo la kwanza, omba unapokuwa na uchungu. Jambo la pili, usikimbie Mungu wakati wa shida. Jambo la tatu, mweleze Mungu hisia zako kwa uaminifu. Jambo la 4, salimisha mapenzi yako kwa Mungu. Jambo la 5, usikate tamaa maombi yanapochelewa. Usilale kiroho wakati wa vita. Usiruhusu usaliti uzalishe chuki. 8, usitumie nguvu za mwili kutimiza kusudi la Mungu. 9, mtegemee Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. 10, kumbuka baada ya Gethsemane kuna ushindi. Wito wa maombi. Leo labda huko katika Gethsemane yako. Labda kuna jambo linakufanya useme, Bwana, siwezi tena. Labda una maumivu ambayo watu hawayaoni. Labda una mzigo wa familia. Labda una mzigo wa huduma. Labda kuna usaliti uliokuvunja. Labda kuna jambo ambalo umekuwa ukimwomba Mungu kwa muda mrefu. Leo Yesu anakuita, njoo Gethsemane. Piga magoti, omba, mweleze Mungu moyo wako. Lakini mwisho wa maombi yako sema, Baba, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Wito wa wokovu.
Na ikiwa hujamkabidhi Yesu Kristo maisha yako, jambo muhimu zaidi unalopaswa kuelewa ni hili: Yesu alienda Getsemani kwa ajili yako. Alikubali kikombe kwa ajili yako. Alikamatwa kwa ajili yako. Alipelekwa msalabani kwa ajili yako. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako, lakini hakubaki kaburini, alifufuka. Leo anakuita umwamini. Usikatae mwito wake. Mkabidhi maisha yako Yesu Kristo. Tubu dhambi zako, mwamini yeye na uanze safari mpya pamoja naye. Hili ndilo hitimisho. Wapendwa, Getsemane inatuonyesha moyo wa Yesu. Hakuwa mtu aliyekimbia maumivu, alikabiliana nayo kwa maombi. Hakuwa mtu aliyekataa mapenzi ya Baba, alijisalimisha. Hakuwa mtu aliyelipiza kisasi, alijitoa. Hakuwa mtu aliyekufa kwa kushindwa, alijitoa kwa hiari kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hiyo wakati wako wa Getsemani unapofika, usikimbie. Omba, kesha, mtegemee Mungu. Salimisha mapenzi yako. Endelea katika utii, kwa sababu Getsemani si mwisho. Kalvari si mwisho. Kaburi si mwisho. Ufufuo upo mbele yako. Maombi ya kufunga. Karibu tuombe pamoja mpendwa. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu Yesu alikubali kwenda Getsemane kwa ajili yetu. Tunakushukuru kwa sababu hukukimbia kusudi lako. Bwana, tunapopitia Getsemani zetu, tupe nguvu. Tunapokuwa na huzuni, tufundishe kuomba. Tunapokuwa na hofu, tufundishe kukuamini. Tunapokuwa dhaifu, tupe nguvu. Tunapokuwa katika majaribu, utulinde. Tunapokataliwa, tupe neema ya kusamea. Tunaposalitiwa, tulinde mioyo yetu dhidi ya chuki. Tunapokosa majibu, tupe subra. Na tunapokabili mambo ambayo hatuyaelewi, utusaidie kusema, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Baba, wabariki watumishi wako. Wape nguvu wachungaji. Wape nguvu viongozi. Wape nguvu familia. Wape nguvu vijana. Wape nguvu wote wanaopitia nyakati ngumu. Mtu yeyote aliye katika Getsemani yake leo, Bwana, mpe nguvu ya kuendelea. Mpe tumaini. Mpe amani. Mpe neema ya kusimama. Na kama ilivyokuwa kwa Yesu, usimwache katika safari yake. Mtu yeyote ambaye bado hajampokea Yesu Kristo, guza moyo wake leo. Mpe neema ya kutubu. Mpe imani ya kumwamini Kristo, na maisha yake yawe mapya ndani ya Yesu. Baba, tunasema si mapenzi yetu, bali mapenzi yako yatimizwe. Tunajisalimisha kwako. Tunakuamini wewe. Tunakutegemea Yesu Kristo. Na tunajua kwamba baada ya Getsemane kuna ushindi. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina, amina, amina. Mpendwa, kauli ya mwisho ndiyo hii: si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mathayo 26 mstari wa 39.
9. Omba katika Gethsemane, kesha katika Gethsemane. Salimisha mapenzi yako kwa Mungu. Usikimbie wito wako. Usikubali usaliti ukubadilishe. Endelea katika imani, kwa sababu baada ya Gethsemane kuna Kalvari, na baada ya Kalvari kuna ufufuo. Asante kwa kunisikiliza na kutazama. Bwana akubariki na awe pamoja nawe, akufungulie milango na akuzidishie baraka. Mungu wa Israeli awe nawe. Amen, amen, amen. Barikiwa sana.